Leo ni siku ya kilele cha siku 7 hivi tukiwa chini ya miguu ya Yesu kujifunza habari juu ya afya kutoka katika roho ya unabii ambayo ni Biblia na maneno ya nabii Ellen G. White. Kabla sijaendelea, naomba kutambua kama kuna wageni kati yetu. Mgeni ambaye sio Mwadventista. Kulikuwa na zawadi imeandaliwa na idara ya roho ya unabii na uchapishaji. Nataka niwape hiyo zawadi. Kama kuna mgeni yoyote ambao sio Mwadventista msabato. Sasa kuna wengine ambao wametoka makanisa mengine, ukisema wageni na wenyewe wanakuwa wageni. Wewe kama msabato hapana. Yule ambaye sio Mwadventista msabato anyoshe mkono. Kuna zawadi yake. Kuna wawili kule nyuma. Hapa ndani kuna mmoja pale. Kuna mwingine pale kwa Jekunia. Naomba muwape zawadi. Sasa kitabu hiki tunachowapa, kimoja wapo utakachopata kinaitwa Huduma ya Uponyaji, Ministry of Healing. Ni kitabu cha hela nyingi, zaidi ya 10,000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kama umekuwa mgeni leo, umebahatika. Bahatika utapata zawadi hii. Hiki kitabu, baadhi ya kurasa zake ndizo ambazo nimekuwa nikihubiri. Na nimekuwa nikisoma hiki kitabu, kina matumaini makubwa. Kina kutia moyo, umekata tamaa, umeugua sana, uombeje, uleje, uenendeje, uvaeje. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kitabu hiki. Kwa hiyo ukipata hiki, hongera. Lakini kuna kitabu kingine kinasema Healthful Living au kuishi kiafya. Kimetafsiriwa sasa, hiki hapa kiko hapo kwenye ABC yetu hapo, ambacho kinasema mambo mazuri, kanuni za afya, kwa nini tunaugua, kwa nini tule mboga mboga na matunda, na kwa nini turudi Edeni, kwa nini tusipendelee sana vyakula hivi vya kukaanga ambavyo ndivyo vimekuwa common sasa hivi. Hiki ni Ellen G. White, maono aliyoyaona 1863 na kuendelea mpaka alivyokufa 1915. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ningewasihi washiriki tununue kitabu hiki tukisome, alafu tukigawe. Tununue, tukisome, tukigawe. Shida yetu ni kwamba hatusomi siku hizi. Kwa hiyo hata neno likisemwa, mtu akihubiri hapa, unasema huyu mbona naye anahubiri mambo ambayo kwani anatuambia mambo hayo? Sasa mtu anakuwa kituko mbele za watu ambao walipaswa kuwa wanayajua na kusema amina, amina, amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusome kitabu hiki, kuishi kiafya. Kipo kwa Kiswahili. Kama una Kimombo, utakuta Kimombo chake pale na utabarikiwa. Vitabu hivi vinauzwa hapo kwenye ABC yetu. Leo ni siku ya Sabato, hatuwezi kununua. Wala hatuwezi kuuza. Lakini fika pale katikati ya wiki, fika pale baada ya Sabato, nunua kwa ajili ya familia yako. Soma na utabarikiwa sana. Jambo jingine ambalo nilipenda niseme ni kuhusiana na kile nilichokisikia. Nilikuwa na share na mzee kiongozi, akasi niweze kuongelea kidogo. Ni habari juu ya mchungaji wetu Pastor Rais Mande. Jamani, semeni amina. Jamani, sijawasikia, semeni amina. Pastor Rais Mande, unavyomuona miaka ile ya kazi kabisa, anatembelea kwenye ile rehema ya kwamba lini kazi yake itakoma, lakini miaka yake ya kazi ni kama vile ameimaliza kwa ushindi. Sasa tumekuwa tunambariki kila mwaka. Mwaka ule tulibariki milioni 16, hakutaka kuzila. Kwa hiyo akasema niundieni kiwanja. Tukanunua kiwanja. Mwanaamo mmoja akaleta matofali 2000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
tukaweka pale. Kwanza akaenda Mzengereja na timu yake, wakaenda wakanunua kiwanja ekari kama moja, humo ndani wakaweka msingi. Wakaja wazee waliofuata kina Ugilo na sasa mzee Roy Neema na timu zote, wakaweka pale matofali, wakapaua. Jamani semeni amina. Wakapaua. Sasa wakaweka na grili. Ile nyumba haijaanza kuongea Kiingereza, haijaanza kuongea nini nimesema? Haijaanza kuongea Kimombo. Yaani maana yake kilichofanyika ni kimefanyika kitu ambacho tunakoelekea ndio gharama kubwa zaidi. Haijaanza kusema tiles, gypsum, haijaanza kuongea. Kwa hiyo inabidi tumbariki huyu mzee, tumbariki jamani, tumbariki. Sijawasikia tumbariki. Hebu sijawasikia tumbariki. Huyu ni wale wasomi walioacha kazi zao wakaja kumtumikia Bwana. Kama nyumba angejenga, mimi nimejenga, mimi sihitaji hela zako, sihitaji. Mimi ninafanya kazi, nimebarikiwa. Mimi nahitaji kubariki watu. Na wewe kila Jumamosi unasikia maneno ya Bwana hapa. Ukitoka kule unakula vizuri, tena una gari kubwa nzuri. Lakini yeye ni kale kasehemu anakopewa kama zaka kale, asomeshe, afanye nini, na biashara nayo anaambiwa wewe unafanya biashara sana mchungaji, wewe utembelei watu. Kwa hiyo inabidi atembelee watu, hata biashara hamna muda. Na akipata muda biashara nayo hajazoea, anapata vya sala labda na nini, na watu wengine washiriki wanaomba, wanalala kule kwake, na kila wakati mchungaji nipe. Na kwa sababu ya moyo wa kichungaji anatoa. Sasa katika maisha yake historia mnaijua kwamba hapo katikati alitoa fedha zake kutibu mama yetu ambaye amelala. Sasa hela zikaisha zote. Sasa tumbariki ajenge nyumba yake, akitoka Mwenge aende akicheka na kufurahi. Sijawasikia watu kama wanapiga kelele za shangwe, akifurahi. Twende akitoka hapa, sio nitoka Mwenge hana madirisha. Yaani unaenda kutembelewa pale, alikuwa Mwenge. Tumebarikiwa, magari yetu makubwa tumebarikiwa. Sasa tunaide kusema nambariki mchungaji kasehemu, unaenda unatoa tu kasehemu 10,000, 1000 ngapi, toa hela mchungaji akae pazuri. Kwa napita kwenye nyumba, kuna nyumba moja nilipita ya mchungaji mmoja, ukiwa unashuka huku chini, ukitoka Mbezi pale Mbezi pale tanki bovu, ukishuka kule chini nenda ukaone sasa. Yaani ukisogea unasema hii ni ya mchungaji hii. Na yule mchungaji unakuta hata mafungu, yani tuseme pastor wetu mafungu yanaweza akawa yamenyooka zaidi. Yamenyooka zaidi, lakini yule amebarikiwa kwa namna inavyoonekana. Na wasi katika jina la Yesu, tarehe 1 tutakapokuja hapa, wiki ile nyingine tumbariki, na kwenye magrupu huko tufanye kitu, tumbariki mchungaji wetu, tumbariki kweli kweli. Tumbariki kweli kweli. Jamani, tumbariki kweli kweli. Na naomba nisome fungu moja tunapokuwa tukiendelea. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 26, Kumbukumbu la Torati 26 fungu la 12, anasema utakapokwisha kutoa zaka, katika zaka zote za maongeo yako ya mwaka wa 3, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi. Umpe Mlawi tena, na mgeni, na yatima, na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Kuna zaka ya kawaida ambao unatoa unapeleka hekaluni iwe iwepo chakula. Lakini kuna zaka ya kula wewe na Mlawi na yatima na muhitaji, ambayo unakula nyumbani kwako. Sasa hujawahi kula miaka yote unakula na watoto wako tu. Sasa kuna saa ule na Mlawi. Sasa angalia, Mlawi anafananishwa na muhitaji, anafananishwa na watu walio yani watu wasio na kitu. Mimi nilipokuwa nasoma mafungu haya kidogo nikasema hii kumtambua mchungaji ni jambo jema kabisa. Haya, anasema maneno yafuatayo:
nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, useme mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu. Vitu gani? Vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu. Nami nimewapa Walawi 1, nimempa mgeni 2, nimempa yatima 3, nimempa mjane, kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa katika maagizo yoyote, wala sikuyasahau. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi, wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu. Katika vitu hivyo sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiliza. Nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Uangalie kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, uwabarikie watu wako Israeli na nchi uliotupa kama ulivyowaapia baba zetu, nchi miminikayo maziwa na asali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii ni conditional pia. Unapombariki Mlawi inarudi. Yaani unasema nilifanya nikambarikia Pastor Mane, nikambarikia. Sasa ukumbuke unibariki. Baraka za Bwana zimeandikwa hapo, sio tu katika kuonea huruma, lakini katika kuhakikisha kwamba Mlawi halalamiki, akaipana anasema, sasa jamani, ile kazi niliacha, si ningekuwa na kazi ile ningekuwa na nyumba nzuri. Yaani sasa ningekuwa, sasa tufanyeje mama? Hebu nenda kule, sasa sijui tutafanyaje. Yaani sasa Mungu anaanza kulia na sisi kule, baraka haiji. Bwana atubariki tunapojiandaa kwa tarehe 1 kwa ajili ya kazi hiyo nzuri ya kumbariki mchungaji wetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapenzi, jina la Bwana libarikiwe. Basi tuombe kidogo. Baba, asante kwa watu wako. Asante kunipa nafasi kusimama tena kanisa la Mwenge. Asante kwamba utakuja kama ulivyo kaa kati yetu miaka yote, na leo tena utakaa katikati yetu saa hii tu. Ulitukuze jina lako na watu wako wakakuone, kwa jina la Yesu, amina. Wiki nzima tumekuwa tukijifunza habari juu ya afya. Afya. Chakula gani ni chakula bora? Ugonjwa wako umetoka tumboni mwako. Alisema the father of medicine, Hippocrates, alisema ugonjwa wako umetoka tumboni mwako. Kama utakula vizuri, kama utafuata kanuni za afya, hakuna sababu ya kuugua. Lakini sasa watu wengi, hata mliokaa mbele yangu nikiwaona, unajua mimi ni daktari, ni kama vile naskana, ninavyowaona. Maana mimi mtu akisogea tu kwenye unapoingia tu pale kwenye chumba changu pale ofisini, ukiingia tu najua huyu ana matatizo. Kama unaenda hivi najua kuna tatizo kwenye kiuno. Hapo kuna shida kidogo. Kabla sijakupeleka kwenye CT scan, kabla sijakupeleka kwenye MRI kwamba ufanye full blood picture, tayari nitakuwa nimekuskani. Najua huyu nisimpotezee fedha. Huyu nimchunguze tu pale ndio kuna shida. Kwa hata ninavyowaona jinsi mlivyokaa kwenye viti vyenu, najua huyu, jinsi tu ninavyokaa kwenye kiti, najua huyu kuna shida namna fulani. Kuna shida mahali fulani. Kama watu wa Mungu wangerudi kwenye diet tuliyopewa na Bwana, wakarudi kabisa kwenye chakula kile cha kwanza tulichopewa na Bwana, pasingekuwa na haja ya kuugua. Kweli kwa sababu ya dhambi huenda ingetokea kidogo, madhara yakatokea. Lakini magonjwa mengi unayoyaona ni kwa sababu ya glutoni, kwa sababu ya ulafi, kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya masumbufu ya maisha haya, kwa sababu ya kula vibaya, ndio maana tumeugua. Makanisa yamejaa. Na wewe nataka nikwambie, ukitaka kuwa na kanisa kubwa, na upate fedha nyingi, na upewe sadaka nyingi, wewe anzisha kanisa linalosema ukikanyaga tu pale umepona.
Yaani ukikanyaga tu kile kibweta umepona. Magonjwa yote umepona. Watu watajaa pale. Tena utashangaa watu wanaacha bunge, wanaacha hata yani patakuwa wazi huko maofisi yote. Watu wanakuja pale kama kikombe cha babu, wanywe tu angalau wapige kikombe kinachoponya kila kitu. Wataenda mawaziri pale, wataenda viongozi wakubwa, matajiri, na tena maskini utasukuma huko, maana wenyewe wana mabodyguard. Watakusukuma huko waende wakakipiga kile kikombe, maana watu ni wagonjwa, watu ni wagonjwa. Ila juma hili tumejifunza kurudi kule ambako Mungu alisema tufanyeje tupate kuwa na afya tupone. Tufanyeje kuwa na afya tuokolewe, kule mwanzo kabisa. Na ndio maana fungu letu kuu nikasema basi tuseme maarifa, na juu ya maarifa kiasi, na juu ya maarifa kiasi. Hilo ndilo fungu ambalo ametusomea mtumishi wa Bwana katika kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili ile sura ya kwanza 5, 6, 7 na 8. Ni ngazi ya ukuaji, ngazi ya ukuaji katika roho. Anasema katika maarifa ongeza kiasi, katika maarifa uongeze kiasi. Maarifa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu huidharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni namna gani? Kumcha Bwana ni kujitenga na uovu. Maarifa yanayoongelewa hapa ni kwamba lazima uende kwa kile alichosema Bwana, uelewe, alafu ndipo basi ujifunze kutembea kwa adabu. Maana kiasi ni nini? Kiasi ni kwamba lolote ambalo ni baya, lolote ambalo ni sumu, lolote ambalo linaumiza usitumie kabisa. Kiasi ni kwamba lolote ambalo ni zuri, lolote lenye kupendeza, lolote lenye sifa njema ulitumie judicially, ulitumie kwa namna fulani ambayo sio ya kuzidisha. Jamani, kama mnanisikiliza hebu msije mkasinzia, semeni amina. Wapenzi, kama mnanisikia sijawasikia vizuri, semeni amina. Kwa hiyo maarifa, juu ya maarifa uongeze kiasi. Juu ya maarifa uongeze kiasi. Shida yangu nilio nayo katika watu wangu, katika watu ambao nimewazoea, ni kwamba maarifa sasa hatuyatafuti maarifa. Kwa hiyo ukisema uwe na kiasi, mtu hawezi kukuelewa. Na sasa watu wametokea huko nje, wanasema mambo kama yale lakini sio yale. Kwa mfano mtu anatokea anakwambia sasa ili ushushe uzito, ili ukawe mwepesi, ushushe uzito wako, kula mchicha na ule mchicha kwa mwezi mzima unakula mchicha, usile wanga wowote. Wewe utaishiwa nguvu zote mwanaume, utaishia nguvu zote. Hata siku moja nikakutana na mtu mmoja pale, ameshika bakuli, nikamwambia mtu wa Mungu, nini hiyo? Anasema tunapunguza uzito. Kasa unapunguza uzito ndio namna gani hiyo? Kwa nini usije kuniuliza? Mimi si daktari, niko hapa. Nimeambiwa nikila mchicha mwezi mzima nitapunguza uzito. Niko na detox. Kwa hiyo wale wengine wamevamia fani. Walipovamia fani wanatuletea vitu vya ajabu na unakuta msabato anabeba hicho. Hata mimi siku moja na mimi nilitoka nacho kimoja, nikafikiri kwamba kinani, baadaye nilivyosoma nikaachana nacho. Maana nilikuwa namwambia mke wangu pale nyumbani, weka maharage mezani. Yaani mimi nakula maharage tu, hakuna ugali, nakula maharage. Akaniambia, vipi, elimu yako umetupa wapi? Unaanza kuleta matatizo. Daktari, umeanza kuleta matatizo gani tena? Namwambia maharage ndio kila kitu. Nakula maharage mengi pale. Nikala wiki ya pili, wiki ya tatu nikala, mwezi mzima nikala. Baadaye nikasema mbona najisikia kama nguvu zinakuwa sio zenyewe, zile nguvu zote kama sio zenyewe. Kama sio zenyewe. Baadaye nikaenda nikapima figo, kapima mwili wote. Kweli damu ilikuwa imeongezeka, maana damu ilikuwa 14. Kapima kabisa, kaona kabisa ni kinga iko vizuri, ndio nimepima. Lakini kaja nikapima ile figo creatinine na urea.
Nilipopima creatinine na urea nikakuta urea iko juu na creatinine iko normal, lakini normal kwenye level ile ya 90 ngapi pale. Nikasema hii si ni azotemia hii. Si hapa kuna dalili figo, tunaanza kuharibu figo hapa. Naanza kuharibu figo hapa. Nikasema hebu ngoja nibadilishe ile diet. Nikaenda nikamwambia mama, ugali uko wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ugali uko wapi? Akasema vipi? Elimu imeanza vipi? Tena leo unakula. Anasema tengeneza ugali, dona ile tengeneza. Piga dona. Nikaachana na hiyo, nikapunguza kabisa maharage. Nikaenda baada ya wiki nikapima tena, creatinine normal, urea normal, kila kitu kiko normal na nguvu zilikuwa ziko imara. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu zilikuwa imara. Kwa hiyo kiasi tumeambiwa na watu huko, kula hivi, kunywa hivi, na sasa imekuja. Tulivyokujifunza siku ya kwanza tukasema wanga ndio chanzo cha nishati. Wanga ndio chanzo kikuu cha nishati. Na tukaona ya kwamba kama alivyosema Bwana, kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza fungu la 29, Mwanzo 1:29, anasema tazama nimewapa ninyi miche yote ambayo ina mbegu. Miche yote ambayo ina mbegu, hiyo ndio chakula chenu. Na miti yote ambayo ina matunda, hiyo ndio chakula chenu. Kitakuwa chakula chenu, kitakuwa pia chakula cha wanyama. Sasa wanyama wanakula kile chakula, nguruwe wanakula kile chakula, kuku wanakula kile chakula. Na wakati fulani nguruwe wanasagiwa mahindi mazima. Wanasagiwa mahindi mazima. Yaani mtu anaenda ananunua mahindi gunia ngapi kwa ajili ya nguruwe? Tera zima. Lakini yeye anaenda anayakoboa yale mahindi, anachukua kale kandani kale kawanga, ndio anaanza kula. Baadaye anaambiwa wanga mbaya, wanga mbaya. Sasa wewe unakula wanga gani? Wewe unakula wanga ambao umekobolewa, ndio mbaya. Ule mbaya ni ule ukobolewa. Lakini wanga ule wa kuchukua mahindi ukayasaga yale mahindi, halafu yale mahindi ukishayasaga yako safi kabisa, ukayatengeneza ugali. Jamani, nimesema nini Wajita? Nimesema nini ndugu zangu? Ugali. Jamani Wasukuma, nimesema nini ndugu zangu? Ugali. Dr. Jekonia, si umesikia nimesema nini? Ugali. Nimesema ugali. Babu zetu walikula ugali. Wale wakale walikula ugali. Na zamani yalikula majamaa yale ugali, yakawa majiant yenye nguvu kabisa na akili njema. Memory iko vizuri, memory. Utaliuliza babu yako, babu yako, babu yako, babu yako, babu yako, yatakwambia. Siku hizi memory imepotea. Yaani mtu hata babu yake ameshasahau, haelewi. Kumbukumbu anasema nimesahau. Sasa unasahau nini? Una miaka 25, wewe unasahau nini? Una matatizo gani unasahau? Miaka 25 unasahau nini? Chakula kimekuwa dhaifu, ni kweli, kwa sababu ardhi imekuwa dhaifu. Ardhi imekuwa dhaifu, kwa hiyo haileti mfyonzo wa kile chote kinachotakiwa. Lakini juu ya kile ambacho kimekuwa dhaifu, bado tumekikoboa. Tukaondoa vyote vile vya juu. Tukajifunza ya kwamba ukila nafaka kamili, yani nafaka ambayo haijakobolewa, iwe ni mahindi, iwe ni mchele usiokobolewa, iwe ni mtama. Sijui kama kuna mchele usiokobolewa sasa hivi. Maana sasa hivi, zamani tulikuwa tunatwanga. Zamani ulikuwa natwanga mchele, ukitwanga mchele, wanatwanga siku hiyo kwa sababu mnatumia nguvu nyingi, mnatwanga afu mnajiandaa, maana jioni ni wanchele. Unafahamu siku ya wanchele? Yaani jioni ni wanchele. Wewe umekuwa siku juzi wewe uelewi. Yaani unakula wanchele, siku hiyo unaoga mapema. Na ufanyi fujo yoyote, hakuna kufanya fujo. Usije ukatumwa, na ukitumwa unakimbia unarudi. Siku hiyo unakaa umenani. Maana unasikia ile harufu kwa siku hizi. Wali sijui umekuaje bwana, wali hauna maana siku hizi. Zamani ilikuwa tena ukipiga wali maharage, yani wali maharage, sio wali na vitu vingine, wali maharage, yani jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukila nafaka iliyokamilika, pale unapata vitu vyote. Sasa hivi kuna uwele, kuna ulezi, kuna mtama, hizo nafaka ambazo hazijagoshiwa. Maana mahindi kidogo nayo kidogo yanakuwa tofauti kidogo. Lakini basi kula ndio yaliyopo. Kuna ngano ile, chakula kilichokamilika. Unakila kile chakula, unapata nguvu. Jamani sikilizeni, unapata nguvu.
unakuwa na akili njema. Hebu nisikilizeni, wataalamu wenzangu, nisikilizeni. Ukiangalia DNA, ile DNA inaitwa deoxyribonucleic acid, yani DNA. Wangapi ushasikia tu hata neno DNA? Si ulishasikia? DNA. Si ulishasikia? Kama ushasikia DNA nyosha mkono basi. Na hivi hujasikia DNA kweli? Ka DNA kweli hujasikia? Sasa kile tuseme kwamba kale katofali, yani ile chembe hai, kale ambako kanatunza kumbukumbu zote za kwamba wewe protini ya pua, protini ya macho, yani kale ambako ni wewe. Kale ambako ni wewe. Kale kakinasaba ka wewe. Hako kakinasaba mgongo wake au backbone yake. Tuseme kwamba yani tofali la msingi la kale kakinasaba limeandikwa ribose. Limeandikwa nini? Ribose. Hebu tushirikiane, limeandikwa nini ndugu zangu? Ribose. Sasa ribose ni nini? Ni ribose sugar. Ni sukari. Ni carbohydrate, acha sukari ya viwandani hii mbaya. Yani mgongo wa kinasaba chako ni ribose, ndio maana inaitwa deoxyribose ama ribonucleic acid ama deoxyribonucleic acid. Maana yake ni kwamba Mungu alivyosema, tazama nakupa vyakula, miche yote yenye mbegu. Alikuwa anaongea na DNA kwamba kwenye DNA yako, ili usipate makansa, ili usipate makisukari, ili usipate matatizo, ili usipate magonjwa, ili uimarike, kula mbegu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawasikia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kula mbegu. Zamani kulikuwa na magara ya chakula, lakini siku hizi kuna magara ya nyama. Mungu aliongea na DNA, aliongea na RNA, aliongea na uhai wangu kwamba najua na kujua. Mimi ndio nimekuumba na kujua. Mungu anasema na kujua, ili uweze kuendelea, usiugue, usiyumbe, usizeeke mapema, na kupatia hiki ndicho chakula chenye kukujenga. Mbegu na matunda yenye mbegu ndio chakula. Na Mungu akisema, ujue hiyo ni sheria. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisema hiyo ni sheria. Na ndio maana tunakuja na neno nasema kuna sheria za asili. Lazima ule, ni sheria ya asili. Ukifanya yule kama Makenzi yule bado nakula, jamani twende tukafunge mwezi mzima. Tufunge ili twende mbinguni. Kwa hiyo tufunge ili twende mbinguni. Ujue kwamba unavunja sheria wewe. Kwa hiyo watu wanaenda wanafunga, wanakondeana. Na watu siku hizi wanataka tukondeane wote tuwe wembamba hivi wote. Yani wote tuwe hivi. Sasa wewe wote tunaweza kuwa hivi wote tutembee. Hasa nani atasukuma matroli nani atasukuma sasa? Yani wote tumekuwa. Wote tumekonda, usiwe na nani chochote. Na wengine wanakonda kabisa paka wanakufa, anakonda tunataka kadani. Yani wana obsession na mwili. Kuna watu wana obsession na mwili. Akiona tu kafuta kidogo kameongezeka, ni dili na aka. Wameniambia ni dili na aka. Nani amekuambia kwamba kila ukiongezeka kidogo wewe hakikisha damu iko safi, umekula vizuri, hakikisha hakuna pressure, hakuna mafuta mabaya, halafu utakuwa na afya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema utakapokula na kushiba. Kuna watu siku hizi awali na kushiba wanakula tu kidogo, tusije tukanenepa jamani, tusije tukanenepa. Yeye anatuachia mzazi tusije tukanenepa. Sasa una matatizo gani? Wewe umeanza kuwa na matatizo gani? Biblia inasema utakapokula na kunenepa na kushiba, na utakaponenepa yeshuruni, ukinenepa usimsahau Bwana, usipige teke. Sasa siku hizi watu hawashibi, hawanenepi. Mimi sisemi uwe kibonge sasa hivi, yani natembea hivi kibonge na kwa natembea hivi. Lakini kuna ule yani kauso kako kanavutia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio huyu Mordekai ukimwona huyu amekula dona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Wapenzi, Bwana asifiwe. Ukila mbegu kamili, ile mbegu kamili, hiyo mbegu ndani yake kuna wanga. Na wanga, hebu niambie, katika mbegu nini nyingi? Ni wanga ama ni protini?
Kwa hiyo Mungu ana akili kuliko wewe au wewe una akili kuliko Mungu? Ukila mbegu hivi hindi, kingi ni wanga. Hiyo ndio biology ya kwanza. Yaani that's a simple biology. Cha kwanza wanga ule mwingi. Sasa siku hizi mtu anakula wanga, anakula hivi. Yaani angalau hivi ukiwa portion mbili zinakutosha kwa mlo mmoja, afu jioni mbili lakini mtu anakula wanga hivi, nikatie kawanga ka hivi kadogo. Anakula kawanga kadogo. Kama ni sembe kuna kadogo, maana sembe sio chakula, walao sembe ni wazembe wote. Wanaokula sembe wote ni wazembe. Kwa hiyo unaweza ukala tukasembe kadogo, maana ni chakula cha wazembe. Lakini wale watu ambao wanakula chakula, unakula mpaka mwili unasema hakuna njaa duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenzi, Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapokula unashiba huku unausikilizia hivi vipi? Hivi BMI vipi? BMI vipi hapa? BMI nafikiri BMI hapa. Itakuwa BMI unapunguza kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wewe umekondeana hivi, umekondeana bado unaendelea tu nipeka hivi, unaendelea tu umekondeana tu unaenda hivi, utapata hata utapoteza kumbukumbu. Na kama ni mwanaume zile homoni za kiume zote zinaweza zikaliwa. Kama ni mwanamke homoni zote, maana mwili unaenda hivi. Kama umekosa chakula unaanza kujira. Unakula vyote, unakula mpaka ambao vinahitajika. Unakula baadaye unabaki tu unatembea. Jamani, niombeeni. Tukuombee nini? Niombeeni tu jamani, mambo ya familia huko sielewi, niombeeni. Kula msosi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kula msosi. Na unajua satiety, ukila ukafikia kushiba, mwili unasema sasa kazi iliyofuata tukivunje hiki kitu kilichoingia, tukimetabolize, tukivunje kitoe energy. Kwa hiyo walao na kushiba hawapati matatizo ya kisukari. Wakati niangalia alisema huyu naye anaongea ndio biology ya mbinguni hiyo nakwambia. Unakula saa 2 ile kama ni saa 4 sana, unashiba, baadaye unatembea kwa nguvu ya chakula hicho kama Elia, mpaka jioni unapiga tena kidogo umemaliza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yetu unakula hapa saa 2 saa 3 saa 4 na jana niliwaambia kwamba ukila saa 2 sukari inapanda. Nimesema nini ndugu zangu? Sukari inapanda. Na sukari ikipanda, insulin nayo inafanyaje? Inapanda. Kwa hiyo sukari imepanda na insulin nayo imepanda. Insulin itakiwa iwe hapa. Sasa insulin imepanda iko hapa. Sasa insulin inashusha sukari, inatakiwa ishushe sukari, kazi yake ni kushusha sukari. Inaanza kushusha sukari, wakati sukari haijafika chini, na insulin haijafika chini, umekula tena hindi tamu hili la kutoka Majita kabisa hili hindi. Unakula tena hindi. Haya, unatoka pale sukari imepanda, insulin inafanya kazi, ishushe ile sukari ishushe. Wakati anasema I see, yani miogo ya nyumbani hii, unaiona miogo ya nyumbani, imeshapanda tena vile imepanda. Sasa unajikuta wewe ulikuwa na level ya insulini hapa ndio level ya insulini yako. Wewe umeipandisha hapa, maana saa 2 umekula ikapanda, saa inashuka, saa 3 inataka kunani, saa 4 inataka kushuka. Umepandisha tena inataka kushuka tena, ukidani pale unataka kushuka. Sasa ukija hospitalini tunakupima, tunasema hebu tumpime huyu mtu, tumpime sukari. Tukimpima sukari nasema sukari iko juu. Haya, tumpime na insulin iko juu. Haya, naomba niwape mtihani. Sukari iko juu, ila mimi sina saa. Sukari iko juu na insulin iko juu. Jawabu lake? Kumbe mmesoma biology. Jamani, sukari iko juu na insulin iko juu. Jawabu lake? Mbona muongei? Diabetes ndio hiyo. Na hiyo ndio type 2 diabetes. Yaani insulin inakuwa juu kila wakati mpaka ina resist. Kwa hiyo ndio insulin resistance. Na wewe unaambiwa hivi, acha kula sukari, itakuletea nini? Itakuletea kisukari. Sukari inayoleta kisukari ni hiyo ya ajabu ya kiwandani, unga uliokobolewa. Lakini ukipiga ile dona yako, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, ugali ukaupiga ule pale, baadaye ukatembea kwa nguvu ya kile chakula, insulin inapanda. Ukishapiga ugali, insulin nayo inapanda. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, insulin imesha baadaye insulin ikifika hapa chini, basi imemaliza, glucagon inatoka pale. Kisha toka glucagon nasema nguvu imepungua, tuchukue glycogen, mafuta yale ya kwenye ini
yanaanza kutolewa, yale mafuta yanatolewa, kwa hiyo hakuna fatty liver, yanatolewa yale ile stored glucose inatolewa pale, ile glucose inatolewa inamwagwa kwenye damu. Kama ukiendelea kidogo masaa 8 nasema hata glycogen imeisha, twende kwenye mafuta. Inakuja kwenye mafuta machafu yale LDL, VLDL, sijui na nini yale yote nani unaambiwa cholesterol mabaya, inayala yale. Kama utaenda masaa 8 unashangaa hata cholesterol hauna. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini umepiga ugali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana sijawasikia jamani, Bwana asifiwe. Wapikieni akina baba ugali, piga ugali. Kwa hiyo tukirudi kwenye original diet, ile diet ya Mungu ya mbegu, hapo tuna wanga lakini tuna protini, na protini ile tunayoona pale ni protini sio nyingi, yani maharage bakuli nzima afu ka ugali ka hivi, maharage bakuli nzima. Protini tuliambizana kwamba protini, unaona kiganja hiki, protini 0.8 gram mpaka 1.2 gram, hizo zinakutosha kwa siku, kwa kilo, mara kilo per kg kwa kilo zako. Kwa hiyo ukiweka kiganja hivi, hebu angalia kiganja hivi, kwa mtu mzima protini inakutosha, ila basi ongeza basi vile viganja viwili basi, sio kilo nzima. Mwanaume unakula kilo nzima ya nyama. Alafu figo zikigoma unasema kwamba niombeeni figo maana unajua protini ukivunja inatokea kwenye figo. Yaani kila ukivunja protini inapita inachujwa na figo. Na wewe ndio unapiga maprotini tena unapiga manyama nasema paka na yale manyama unapoyapiga unakuwa sasa, yani una excite. Ukisha excite unakuwa kama sasa unakuwa kama lolote linalofuata, yani unakuwa kama mnyama, yani kama mnyama, na mtu na hasira zinakuwepo. Mama akileta nini hoja, yani umeshashiba na jicho linatoka. Hata tukikupa mafungu usome unakuwa hata uendi vizuri. Lakini ukila kile chakula vizuri, kinajenga ile DNA, kinajenga deoxyribonucleic acid, na ile DNA kinajenga pia RNA, inajenga protini nzuri, inajenga mifupa mizuri, inajenga neva nzuri, inajenga akili nzuri. Unakuwa mtu wa Mungu ambaye anatafakari neno kwa usahihi. Jamani, anatafakari neno kwa usahihi. Hapo utapata mafuta. Mafuta sasa jamani, hapo ndio shida mafuta. Watu wanapenda mafuta, na mimi niwaambie mafuta ya mimea yameongezeka, si ndio? Siku hizi tunakula nini? Sijui nini, sunflower, nisitaje majina ya biashara za watu. Sunflower, nini. Kuna sani nyingi zipo sani, si ndio? Lakini pressure imeshuka. Magonjwa ya pressure yameshuka. Magonjwa ya moyo yameshuka. Kwa nini hayajashuka? Wakati nyama umeacha na magonjwa ya moyo yameongezeka. Kwa nini? Kwa sababu yale mafuta hayako cold pressed, yani hayako cold pressed, hayajakamuliwa bila joto. Yani yanapitishwa kwenye moto hivi afu baadaye ndio yanapitwa na nani. Kwa hiyo sio mafuta ya kawaida. Yamegoshiwa. Na mafuta yaliyogoshiwa, sasa mnisikilize vizuri watu wa Mungu. Hauli nyama, hauli mambo mengine yoyote, lakini unakula mafuta ya mimea mengi, utakuwa na matatizo kama yale ambayo ya mtu wa kawaida, kwa sababu haya mafuta yameharibiwa. Na mimi nawashauri turudi kwenye mstari, na kurudi kwenye mstari ni hivi: tafuta mafuta ambayo yamepresiwa. Zamani wazazi wetu walikuwa wanafanyaje? Wanachukua zile karanga, zijiwe la kusagia, wanafanya hivi. Ama wanachukua nini? Wanachukua kinu, wanatwanga mpaka karanga inatoa. Kama ufuta unatoa mafuta. Siku hizi mafuta ni mengi. Yale ya Singida kabisa, original Singida, siku hizi hata siyaoni. Na ndio maana kumekuwa na allergy nyingi. Angalia hiyo allergy ulionayo, uwezekano wa kwamba inaambatana na mafuta ni mkubwa. Kwa sababu omega 6 ikiwa nyingi ukilinganisha na omega 3, ile ratio ya omega 6 kwa omega 3, yani mafuta yale ya mimea yana omega 6 ambayo pia ni monounsaturated fatty acid, yakizidi ile omega 3, omega ile yani mafuta yanayotokana na samaki, yanatokana na chia seeds, yanatokana na ile nini inaitwa walnuts, yale yakiwa mengi
yanaleta allergy, yanafika natoa kitu kinaitwa prostaglandin, yanafika na baadaye unaanza kujiwasha, ukila kidogo tu unajiwasha, unashangaa mbona tumekula tu kidogo. Na yale yakipikwa sasa ndio yanazidi kuharibika, na yakipikwa zaidi yanaleta kansa. Watu wameanza kusema tunakula nini sasa hapa jamani? Tunakula nini? Rudi kwenye original diet. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi kwenye original diet. Mafuta, tumejifunza habari ya mafuta. Mafuta mazuri ni mafuta ambayo hayapatikani kwa kuchemshwa ili yapatikane. Sijui mmenielewa lugha hiyo. Yaani kama ni karanga, unazikamua zile karanga, unazikamua, unatoa nini? Unatoa mafuta. Kama ni alizeti, unaikamua hivi ikiwa mbichi, unaikamua hivi mpaka inatoa mafuta. Hiyo alizeti. Lakini hata hiyo alizeti usitumie alizeti nyingi, kwa sababu alizeti ikiwa nyingi ndio omega 6 hiyo. Na ukigawia mafuta yale yanatokana na samaki na nini. Na ndio maana nawashauri watu, kama samaki ni wazuri ambao unawajua original yake, kula samaki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua wametoka wapi wale samaki, kula, kwa sababu kuna omega 6. Sijapata mbadala, kwa hiyo siwezi kuambia acha samaki na kula samaki upate omega 6. Omega 3 ikiwa ratio ikiwa nyingi unatengeneza allergy. Na ndio maana sio eczema sijui nini, unashangaa mtu yani maupele, maukurutu na nini hayaishi, kwa sababu tayari umejitengeneza. Na hivi kama unapata inflammation kila wakati, unapata uvimbe, yani sehemu wewe unasikia chakula kinanikwaza, lakini kwanza ngoja tule tu, nitakunywa dawa ya kuzuia nani allergy. Kinakukwaza, unasema ngoja nile tu nitakula. Kinakukwaza, unakula. Kinachofuatia the more hivi donda ndugu, si mnalifahamu donda ndugu Donda ndugu linageukaga kuwa nini? Donda ndugu. Jamani, donda ndugu linageuka kuwa nini? Sasa ndio hicho kinakokutokea. Wewe chakula kinakudhuru na wewe unaendelea unasema tu ngoja tu ninywe dawa za kuzuia zile tanani allergy. Baadaye unatengeneza uvimbe humo ndani. Baadaye linabadilika, kwa sababu kansa inatokana na inflammation. Inatokana na uvimbe. Yaani sijui nini, yaani ile kidonda unachokiona kile mchemko ule, ndio saratani inatokea pale. Tukapewa chakula hapo mwanzo, tukaambiwa ya kwamba basi mboga za kondeni zitawazalia. Katika Mwanzo 3:8, mboga za kondeni, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za nini ndugu zangu? Za kondeni. Hivyo ndio vitamini na madini yapo yote pale, vitamini na madini. Anasema nabii katika kitabu hiki na katika kitabu hiki ya kwamba kama tutarudi kwenye original diet, tutapata vitu vyote katika afya yake, na tutakuwa na akili njema, na hatutapata magonjwa ambukizi kama ilivyo siku ya leo. Kisukari ni ulaji mbaya. Leo amekuja mtu ananiambia, tulifanya test jana, tukasema tusile nini? Tusile tamtam zote, tusile nyama, tusile peremende, sijui nini jana. Sasa mmoja alikuwa na pressure kati yetu, anatumia dawa. Alivyoacha hivyo vitu, baada ya masaa 24 amepima, amekuta pressure yake iko 125/75. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani a single day ameona tofauti. Siku hii moja ameona tofauti. Kwa hiyo kama tutarudi kwenye original diet na kula kwa msingi, masaa ya kula ni 6. Yaani masaa ya kula ni 6 hadi 8. Nimesemaje ndugu zangu? Masaa ya kula ni mangapi? 6 hadi 8. Yaani feeding window. Nimesema nini ndugu zangu? A feeding window. Yaani ukianza saa 4 umekula cha kwanza, utakula kingine kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Mpaka saa 12 ni masaa 8. Hapa katikati sasa hapa umekula msosi ukashiba. Halafu kaendelea, kama una snack kidogo hapo, japokuwa sio vizuri, lakini unaweza ukala snack zote, matunda yako na nini, mpaka saa 10 hapo. Kuanzia saa 10 hatuli tena, tutaonana kesho saa 4. Nimesema nini ndugu zangu? Tutaonana kesho saa 4. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na ninao shuhuda katika mkutano huu. Wa kwanza ni mwenyekiti wangu huyu aliko, tumeanza zamani kidogo. Yeye ana karibu mwaka mzima, anakula milo mingapi? 2. Kadhalika mimi nakula milo mingapi? 2. Na mimi ni surgeon, mimi ni bingwa surgeon. Hivi nasimama kwenye operation hivi, na saa la kwanza, la pili, la 3 nipo, la 4 kama uvimbe hautoki nipo, la 5 nipo, la 6 nipo. Kuna dada mmoja tulikuwa nafanya naye operation, akaanguka huko, wakaenda kumpa glucose, mimi nipo tu naendelea tu.
na nimekula mlo mmoja, nakuja kula tena jioni. Jamani, mimi niko, mnanionaje? Niko vibaya au vipi? Nyie mnavyoniona niko vibaya? Na nawaambia hivyo kwa sababu tangu mwaka 1998 sijaonja nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, sijaionja, hata mchuzi wake sijauonja. Mama yangu ni hypertensive, dada yangu ni hypertensive, mdogo wangu ni hypertensive, wote wanatumia dawa. Bibi yangu ana miaka 98 ni hypertensive. Baba yangu alikufa kwa hypertension. Baba yangu. Na mimi ni copy ya baba yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Original copy. Paka nywele ni za baba yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi tu katika familia, mdogo wangu anatumia antihypertensive, dada yangu anatumia antihypertensive, mama yangu anatumia, ni mimi tu niliyeokoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi tu ndio niliyeokoka. Sina dawa, sina kidonge hicho, sina nini, na bima ya afya sijui hata nimeitumia lini, kwa sababu ya chakula cha asili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ila mayai nakula. Jamani, mayai nakula. Kuna mithi inasema usile mayai inaleta cholesterol. Mimi nimepima, nakula. Mimi nafuga kuku, nakula mayai. Tena mke wangu kuna sana sema nikutengezee 3 au 4, nakwambia angalia wewe, unajua tunavyoenda hivi usilete nani, natakiwa 1 2. Anatengeneza hata 3, nakula. Nimepima cholesterol, mimi cholesterol iko normal. Na mayai nakula. Hebu jamani amniangalie. Na mayai nakula. Kwa hiyo it is a myth. Ni udanganyifu ama ni kukosea kusema yai 1 kwa wiki, sijui 2 kwa wiki. Wewe uli nyama, uli nini? Kula mayai. Wape watoto mayai. Kunywa maziwa. Eti maziwa haya yana lehemu nyingi, maziwa yana lehemu nyingi. Mimi nakunywa maziwa kabisa yale ambayo hayajafanywa chochote. Napiga maziwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ingine naweka ugali pale, ugali na maziwa. Wale mliochunga ng'ombe, mnakumbuka kule tulikotoka. Unapiga ugali, unaenda kuchunga, unarudi jioni na uko imara. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ila ujue maziwa yanatoka wapi, ujue nani anakuuzia maziwa hayo, ujue sosi yake. Na nimesema piga samaki, unapata hapo omega 3. Piga dagaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani siwasikii. Bwana Yesu asifiwe. Piga dagaa, madini ya chuma, hata iron ziko pale. Piga dagaa, na ni omega 3 utapata umo. Piga dagaa. Jamani, Bwana asifiwe. Sijawasikia. Bwana asifiwe. Na kuambia hivi, unapokula kula. Na ukila utembee kwa nguvu ya chakula hicho. Acha kula hapa mahindi nini ile nitakwambia ile insulin ile insulin. Ukienda ukala tena insulin inakuwa vizuri, inashuti tena usiku wote tumbo lilale. Usiweke chochote, usiogope mwanaume kwamba kutakula na shida. Hakuna shida usiku wote, wewe tumbo liwe wazi. Shamuona wapi mwanaume ambaye anaenda kukimbia, anakimbia nani? Twende kwenye marathoni. Mwanaume anakimbia marathoni. Huko ameshiba tu. Anaenda wapi? Yaani mwanaume ameshiba ugali mkubwa kabisa hivi. Tunaenda marathon, tunaenda baadaye kichomi. Usiku tumbo liwe wazi, mashine ipumzike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawasikia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Tukirudi kwenye original diet na ulaji unaotakiwa, Bwana atatusaidia. Bwana atatubariki. Haikuwa mpango wa Mungu kabisa. Na mimi nawaambia kama asemavyo nabii, haikuwa mpango wa Mungu wanadamu wale wanyama wao, wale wanyama, haikuwa mpango wa Mungu. Ila ni alternative. Sasa usifanye alternative, usifanye mbadala, sijui ni mbadala, usifanye mbadala ndio kuwa main. Kweli wewe una hela, una nini, uweze kuchagua chakula, kanyama kako pale kula. Ila usile kitimoto. Usile kitimoto, usile vitu vya ajabu. Lakini kama una hela, unaweza ukajipanga, rudi kwenye original diet, utaishi sana. Jamani, utaishi sana. Lakini ukienda kwenye diet kwamba haya mambo haya nini, na kuna watu wanaenda kwenye extreme. Wanaenda kwenye extreme sasa, hawataki hata kuna nini. Yaani wakisema hivi nyama hii nini, hawataki chochote. Hata akifika mchuzi pale anaangalia, anasema hivi huu mchuzi kwa nini nani? Mimi mpaka mimi nasema fanya matengenezo kwa akili uweze kupona.
Kama hicho ndicho kilichopo, kula. Lakini sio mpango wa Mungu, na haipo kwenye DNA yako, na haiwezi kukusaidia. Lakini kama utataka kuendelea, Mungu anasema hayo utakayoyapata kama matokeo, hayo matokeo yatakuwa ni nini ndugu zangu? Ni ya kwako. Makanisa yamejaa kwa ajili ya maombi. Ni vizuri, maana kiti cha rehema kimefundika sanduku la agano. Mle kuna mana, kuna kiti cha rehema. Mungu ana rehema. Mungu ana rehema, anatuponya. Lakini anapotuponya anasema usitende dhambi. Namna gani ndugu zangu? Tena. Hatuwezi tukavunja sheria za Bwana za asili za ulaji. Tukavunja sheria za Bwana za asili za unywaji. Kwa mfano, unywaji. Unakunywa soda, unakunywa sijui nini, unakunywa pale sherehe nini. Ni kweli kama mara moja bibi yangu yule ukileta soda pale nyumbani anasema ka soda kidogo, ka soda. Lakini wewe okay basi ni mara moja. Lakini wewe kila sherehe masoda umepiga, sukari mbaya ile itakudhuru. Kwenye sherehe zetu tunaenda saa 6 usiku ndio unapewa kipapatio pale sijui na nini. Hiyo itatuletea madhara. Lazima tujue wakati wa kula, lazima tujue wakati usio wa kula. Lazima tuulinde mwili, maana miili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliopewa na Mungu, ambao sisi sio mali yetu wenyewe. Basi tumtukuze Mungu katika miili yetu. Mungu aliwapa Waisraeli chakula, akawaambia hakuna taifa litakalokuwa imara kama taifa hili. Hakuna taifa litakalosimama mbele yenu. Hakuna atakayeweza hata kuwatisha, kwa sababu litakuwa taifa lenye nguvu. Ninyi na mimi kadhalika ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Tumeitwa tutoke duniani, ni Waisraeli wa kiroho. Bwana anataka tuwe na akili njema. Jamani, Bwana anataka tuwe na akili njema. Unajua miili yetu imekuwa acidic sana kwa sababu ya vyakula hivi tunavyokuwa. Vimekuwa asidi nyingi, asidi. Sasa watu wengine wanasema hivi, ili uondoe asidi basi kula malimao 800. Unakula malimao 800, unapiga malimao 800 banani. Sasa ukipiga malimao, yani unajua, poleni sana watu wa Mungu, poleni sana. Poleni sana kwa sababu ya kutokujua. Unajua unaweza kupiga, yani mtu anaambiwa hivi, na mtu akiambiwa kwamba chia seed ni chakula kizuri, unashangaa anatembea na kachupa ka chia seed kila sehemu. Chia seed, nimeambiwa chia seed ndio nzuri. We changanya variety. Hapa maharage, njuguma, njengere, dengu nini, changanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio unakula kainati. Nimeambiwa kwamba korosho zinasaidia, kwa hiyo kila sehemu ni korosho. Lazima uwe na variety, na mwili umeumbwa wa variety. Muda usingetosha kuambia kimoja, lakini nielewe nisemavyo. Turudi kwenye original diet. Wasabato tumekuwa ni watu wenye hekima na afya, lakini sasa tumeanza kufundishwa na wasioamini. Wale ambao waliambiwa kwamba msile kama hao, nimewatenga kutoka katika mataifa hayo yalikula hivi yakaangamia. Mimi nimewatenga ninyi msile nyamafu, ninyi msile najisi, ninyi msinywe kitu kibaya. Lakini utakuta Waadventista nao wanasema huenda imekosewa. Rafiki yangu mmoja akaniambia, chai ni debatable. Unywaji wa chai na kahawa ni debatable. Bado tunafanyia uchunguzi. Mimi nataka niwaambie, kuwa na kiasi ni kuacha sumu zote. Chai haifai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio chai nyingine ya chai. Chai ya majani ya chai. Chai ya kahawa haifai. Mbona hamsemi amina? Mnainywa nini ndugu zangu? Mbona hamsemi amina? Chai ya majani ya chai haifai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ina stimulate mwili, inakuamsha, unajisikia kama niko vizuri, unasoma. Baadaye ukimaliza hapo katikati ndio unaanza kusinzia tena, baadaye unapiga chai tena, niko nini, unasoma. Hata unaelewa kweli wewe? Unaelewa? Maana unaposinzia sijui unakuwa weki kwenye ile memory, weki kabisa kwenye long term memory. Kwa sababu chai ina kustimulate, ina stimulate tumbo, ina stimulate ubongo. Kwa hiyo unajikuta uko kwenye state ya excitation. Baadaye ikiisha ile acetylcholine ikiisha pale, baadaye unakuja tena umenani hivi, umerudi unakuwa kama depressed, unataka tena. Kwa hiyo inakuletea addiction. Kadhalika Coca-Cola inaleta addiction, kadhalika Pepsi Cola inaleta addiction. Na rafiki yangu mmoja aliniambia, siwezi kuishi bila Coca-Cola. Yani Coca-Cola baridi nipate kidogo. Nataka niwaambie,
kwenye mstari wa Bwana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Wapenzi, jina la Bwana libarikiwe. Sijawasikia jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana dunia imekuwa na fujo, dunia imekuwa na ugomvi, ndoa haziendi vizuri, kwa sababu watu wamekuwa ni watu wenye hasira, watu ambao wanapenda msisimuko. Na ukienda hata kanisani, ibada tulivu haina maana. Ibada tulivu haina maana. Tena ukija na ibada hapa, unaongea kama nani, sauti yako hata haina nani, anasema Bwana asifiwe. Watu hawasikilizi yale maneno yale. Bwana asifiwe. Hajui kuongea huyu, ngoja tulala. Haichangamshi hiyo, inachangamsha hiyo, haichangamshi. Umeona huo muziki wanaimbaje wale? Wanaimba mbona wamepoa sana, wamepoa sana. Tunataka mdundo wende mkubwa. Kwa sababu tuko kwenye state ya excitation, yani tuko hivi. Na watoto, hata ukienda kwenye kambi la watoto ukafika ukasema haleluya haleluya haleluya, unasema huyu naye ametoka wapi huyu hapa? Paka useme ya. Yani paka uchangamshe. Akitoka pale anapoa amesahau yote. Turudi kwenye original diet. Bwana anataka tupone. Bwana anataka kutuokoa. Bwana anataka kuturehemu. Bwana anataka tuwe kizazi cha kuhubiri habari njema. Huu ni waimbaji wamesema Yesu anarudi, tumaini la vizazi linakuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa Yesu anakuja, basi imetupasa sisi kuwa watu wenye afya. Hivi ndugu zangu niwaambie, ukiwa na saratani unahubiri injili? Jamani, ukiwa na saratani unahubiri kweli injili? Kwa mfano una kisukari kabisa, kile kimekomaa, unahubiri kweli injili? Ama pressure imepanda, utaongea kama mimi na sauti hivi, pressure imepanda. Kwa sababu unaweza pressure imepanda, unaweza ukaanguka tu pa. Nimekuona rafiki. Unaweza ukaanguka chini pa. Turudi kwenye afya njema. Turudi kwenye mstari wa ulaji. Basi asema Wakorintho wa kwanza 10:31, basi mlapo au mnywapo ama mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani ndugu zangu? Wa Mungu. Usile kushiba, kula kwa akili. Hebu usiongozwe na ile hamu, ile tamaa. Hamu ndio inakuongoza. Kula kwa sababu hicho kilichomo kinakuletea afya. Jamani, Bwana asifiwe. Yani zile higher centers ziongoze zile lower centers katika kufanya maamuzi ya chakula. Kwa hiyo akina mama huko nyumbani, fanyeni maamuzi mazuri ya chakula. Chakula kiwe kitamu, kisiwe na chumvi nyingi, kisiwe na sukari nyingi. Maana sukari inafanya mambo mabaya, inapunguza kinga ya mwili. Sukari inaleta mambo ya kisukari. Sukari inakufanya hata watu, unashangaa familia yote sukari wanakuwa wanaongea tu. Yani hata kabla hajasikia anaongea hata kabla hajasikia. Yani wanakuwa wote ni kielele kwa sababu sukari, yani anaongea tu. Yani hawatulii kwa sababu ya sukari. Sukari ina excite nerve, haifanyi mtu lii. Hakuna kusikilizana. Baba akiongea na mama ameongea, basi ni fujo tu pale. Baba akiongea hajamaliza, nimeshakuelewa unakoelekea wewe, unakoelekea. Nimejua tu unakoelekea. Na kadhalika, vyakula hivyo ndio vivyo animalize. Kwa hiyo animalize utu. Tumerudi. Bwana atusaidie. Na ndio maana Mungu katika Waisraeli aliwaongoza jangwani, akawanyima ile tamtamu, akawanyima. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8, ili hawajaribu waone kuna nini humu. Wakaanza kumwambia Bwana, leta ile Bwana, iweze nani, leta bana, leta na kachumbari, leta na nini, binzari, leta. Yani tunataka binzari. Tunataka tu excite tumbo. Na ukiexcite tumbo, una excite nini? Hii. Tunataka pilipili manga. Hizo ndio spices mama yetu ameongea. My spices, pilipili manga na nini. Tunataka ile atujisikii, atuchangamki. Kwa hiyo hakuna utulivu kwenye ibada. Hakuna utulivu kwenye familia. Bwana atusaidie. Bwana aturehemu. Bwana atuponye. Jamani, Bwana atuponye. Na ndio maana tukajifunza, tutaendelea wakati wa mchana. Rafiki yangu ameniambia nikomee hapo. Ndio, na nimemsikia. Tutaendelea wakati wa mchana. Na ndio maana tumesema, kwa kweli tumekula vibaya. Kwa kweli tumekunywa vibaya. Kwa kweli tumeenenda bila kiasi.
Kwa sababu ya kukosa maarifa tumeenenda bila kiasi. Hebu tusome fungu moja hili kitabu cha Mithali. Mithali sura ya kwanza, hebu tusoma. Mithali ziko 31. Kwa hiyo unaweza ukawa unasoma mithali moja kila siku kwa mwezi. Maana kwa mwezi ni mithali ziko 31. Anasema katika kitabu kile cha Mithali moja fungu la 7, kumcha Bwana chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Fungu lile la 20. Hekima humpa sauti yake, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, hulia penye mikutano mikubwa ya watu kama mwenge. Hekima inalia, hulia kwenye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuingilia malango. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu, na kuwafundisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii, wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Chagua kumcha Bwana. Mithali 3 fungu la kwanza, mwanangu, usidharau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasoma Mithali, soma tu, tutasema na juu ya maarifa kiasi. Huwezi kufanya matengenezo kama haijaingia hapa. Maarifa yanakuja hapa. Na ukiwa na maarifa hapa, unaweza ukasema no. Alichotuondolea shetani pale Edeni ni kuondoa ile will power, ile nguvu ya kusema no, ile nguvu ya kukataa, ile nguvu ya kukimbia uovu. Hicho ndicho shetani, sio tu kwamba alituingiza dhambini, lakini akatuondolea ile will power. Na Yesu akaja pale Edeni akasema, ewe Adamu uko wapi? Naweka uadui kati ya wewe na huyu shetani. Yani Mungu alikuja kuleta ile will power, akaweka uzio kwamba ni kweli amekutawala, lakini hata kutawala jumla, naweka uzio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana amri 10 zinaanza kwa neno usi. Ubongo wa mbele, prefrontal cortex. Hii prefrontal cortex ni inhibitory in nature. Yani kazi yake ni kuzuia. Kama likija yeye inazuia. Yani unapoangalia kitu hivi yenyewe sema no. Kabla huku hapajakubali huku, yenyewe sema no. Ndio hii hapa prefrontal cortex hapa. Kwa hiyo ukitaka kama kuna kitu inasema no kwanza, alafu ndio paka ichakate iende huko motivational, kama alivyofanya mapigano. Uende kwenye motivational center, ulete kasa pale na nini. Watoto ndio mwanzoni wangesema hatujibu maswali. Lakini ukienda motivational center kule, inakuja ile motivational pale. Ikija pale inasema lakini saa ni nzuri, jibu swali, lakini saa ni nzuri, jibu swali. Basi ile inaenda kule, inatoka kwenye magidare, inaenda huko kwenye, sema bwana hebu kubali. Ndio ile prefrontal cortex inasema haya, nenda ukajibu swali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu katika amri 10 anaenda usi. Yani anakuja kuongea na ubongo wa mbele, endelea kukataa. Kataa uzinzi, kataa uwaji, kataa ulaji mbaya, kataa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawasikia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu mwingine anasema mbona imejaa usi. Ndio hivyo. Anaongea na prefrontal cortex akisisitiza ukatae ubaya, kataa ubaya. Kwa hiyo kinachokuja lazima tukichuje kwanza. Hivi ni kizuri au ni kibaya? Hii tunaweza kula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na zile sheria za asili, sijui nutrition, exercise, water, sunlight, rest, trust in temperance, trust in God, pamoja na hewa safi, zote hizo zimeundwa, ni sheria za asili kukufanya uwe na afya njema. Bwana atusaidie tunapofanya matengenezo ya afya, maana Mungu anataka tuwe na afya njema.
anatutakia mema. Basi tumevunja sheria za Bwana. Basi tumezivunja sheria za Bwana. Sanduku la agano lina kiti cha rehema. Sanduku la agano lina kiti cha rehema. Maana mle ndani kuna mana, ndio msosi huo, ulaji nani. Hapo kuna amri 10 za Mungu, ndio moro. Amri 10 za Mungu, moro. Ile mana, natural laws, zote ziko pale. Zote zinasema ukinivunja, ukikataa utakufa. Sasa kuna kiti cha rehema. Jamani, Mungu atupe rehema. Watu wa Mungu, Mungu atupe rehema. Watu wa Mungu, Mungu atupe rehema. Wengine tumerithi, wewe umerithi kisukari, umerithi nini, umerithi hypertension, umerithi matatizo. Sasa tufanyeje? Si umesharithi. Sasa ndio tunakuja msalabani kwa Mwokozi. Kwanza tukifika tunasema, Baba utusamee kwa sababu hatukujua tufanyeje, tulitenda. Tumevunja sheria zako. Na tunaomba utusaidie, tusitende dhambi namna gani tena. Tufundishe ulaji, tufundishe unywaji. Na ndipo Mungu anasema, nakuponya. Pona, usitende dhambi namna gani tena. Unatoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea kwa adabu. Ikiwa watu wangu watoka jina langu tekesha na kuomba na kutafuta uso chazo njia zao mbaya, tasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kwa kuwa tumetambua kwamba tumeharibu hali ya hewa, Bwana yuko radhi kutuponya. Jamani, kutuponya. Lakini tunyenyekee katika miguu yake, naye atatukweza kwa wakati wake. Wangapi mchana wa leo wanasema nampenda Yesu? Nasema nampenda Yesu, lakini afya yangu kidogo mambo mengi. Penda Yesu. Hebu nione mikono yao, unampenda Yesu. Ila afya yako haiendi vizuri. Ni kweli? Umerithi, umekula vibaya, hujafanya mazoezi na nini? Ni inatokea, maana sasa hatukujua. Lakini sasa tunarudishwa kwenye diet ya original. Tuweze kula vizuri katika balance. Tuweze kukaa vizuri. Kama ni ombi lako hilo, iweke ahadi hiyo kwa Bwana kwamba unisaidie. Unisaidie. Wenda yuko mmoja kati yetu anasema, Bwana, mimi nataka nirudi kabisa. Mimi ni mgonjwa, nahitaji kwa rehema za Bwana nije hapo. Bwana ananijua, ninauma ugonjwa wa hatari, nauma ugonjwa ambao sijui imetokea wapi, imekuwa tu hivyo. Bwana naomba unisaidie. Bwana naomba unitunze. Bwana naomba uniponye. Bwana naomba unirehemu. Kama ni ombi lako wahitaji kupona, kwanza ukitubu mambo yako yote mimi siyajui, wewe utakuja pamoja nami hapa tupate kuomba hapa mbele za Bwana. Utasimama uje mbele za Bwana.